wa hadha alkalamu wahyun, Qur'ani ni uhai munazzalun min rabbil alamina, ulioteremshwa kutoka kwa Bwana wa viumbe wote Allah tabaraka wa taala. Baada ya kuzungumzia taajizi ya Qur'ani, anakuja kutuleta katika madhumuni ya kuileta sura hii yote ya kuzungumzia kisa cha Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Katika badii hichi kinachofanyika hapa kinaitwa baraatul istihlali, mchomozo. Baraatul istihlali, yani unapotaka kuzungumza kitu, hata katika ile shukurani yako unaanza kukitaja kile kitu, inaitwa baraatul istihlali. Kwa mfano, alhamdulillahi sanna ala almu'minina ziwaj, ukatezungumza neno aziwaj. Walio na akili wote wanajua hutuba ya leo inataka kuzungumzia masala ya ndoa, sawa? Alhamdulillahi alladhi alqa'il fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Wanaokusikiliza wanajua huyu bwana leo anataka kuzungumzia masala ya funga, sawa? Inaitwa baraatul istihlali. Lakini kadhalika kuna kitu kinaitwa baraatul maqta'i. Baraatul maqta'i katika badii ni vile mtu anapotaka kufika mwisho wa hutuba yake huwa anashuka, unaona huyu anakwenda kumaliza hutuba yake. Sawa sawa na msomaji wa tajwidi anapotaka kumaliza ile somo lake huzisoma aya zake akiwa anashuka hivi, watu wote wanajiandaa kusema sadaqallahu alazim. Inaitwa baraatul maqta'i katika badii, sawa? Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala anasema nahnu naqussu alayka, sisi Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake, naqussu alayka, tunakusimulia, tunakuhadithia, tunakupa habari juu lako, ahsanal qasasi, kisa kilichokuwa kizuri kabisa, kisa kilichokuwa bora sana, kisa chenye mafunzo makubwa. Bima auhaina ilaika, tutakusomea kisa hicho kupitia wahai tulioufunua kwako. Hadha alquran, wa hii Qur'ani, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, kabla ya kuteremshiwa wahai wa Qur'ani hii hukuwa unafahamu kwamba kulikuwa kisa kinamuhusu Yusufu alayhi salam na ndugu zake, na namna ya ndugu zake walivyokuwa na hasadi kwa ndugu yao. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi, ay nahnu nuhaddithuka ya Muhammad, tunakusimulia Muhammad. Wa narwi laka, tunakupa habari, narwi laka akhbara al-umami sabiqa, tunakupa habari za nyumati zilizotangulia. Bi asdaqa kalamin, kwa maneno yaliyo ya kweli. Wa ahsana bayanin, na kwa ubainifu ulio mzuri kabisa. Bima auhaina ilaika hadha alqur'ani, ay biihaina ilaika, kwa ule wahai wetu tulioufunua kwako. Hadha alqur'an almu'jiz, hii Qur'ani ambayo yenye kuhemeza. Tunakwenda pamoja Haya ni maneno
ambayo katika sura iliyotangulia katika sura Hudi Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, wa kullan naqussu alayka min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Kupitia visa vya mitume waliotangulia, wengine wakauliwa kama akina Zakaria, kama akina Yahya, wengine wakahamishwa nchi zao, wengine wakapigwa mawe, wengine wakatishiwa uhai wao. Madhumuni yetu linuthabita fuadaka, tunakutaka uwe na msimamo sawa. Kuna Musa huko alipambana na Firauni, ukisimuliwa habari zake ni ngumu mno. Kuna Luthi huko alipambana na watu wake, ukisimuliwa habari zao ni ngumu mno. Watu wa Shuaibu wanamwambia mtume wao, sisi tutakutoa Shuaibu katika nchi yetu. Watu wa Luthi wanamwambia mtume wao, akhriju ala Luthin innahum unasun yatatahharun. Kwa hivyo tunapokupa visa hivi vya mitume, haya wanayokufanyia jamaa zako, lugha ya mjini wasema uyaone cha mtoto sawa Ndio maana tunaambiwa namna gani watu walipata shida kwa ajili ya Uislamu, namna gani watu waliteseka kwa ajili ya Uislamu. Isije ukateswa wewe leo ukauacha Uislamu wako kwa sababu ya mateso. Kufa na Uislamu wako, kwani ukifa na Uislamu wako wewe minal muhtadin, wewe minal faizin. Lakini usikubali kuacha Uislamu wako kwa sababu ya mateso ya mtu yoyote sawa. Nahnu naqussu alaika, sisi tunakusimulia Muhammad, min ahsana alqasasi, kisa kilicho kizuri kabisa katika visa. Anasema subhanahu wa ta'ala, bima auhaina ilaika, kupitia Qur'ani tuliyokufunulia. Bima auhaina ilaika, kwa kile ambacho tumekufunulia wewe. Hadha alquran ay bi haina ilaika hadha alquran almu'jiz. Wa in kunta, na wewe ulikuwa, innahu kunta, in mukhaffafatun min athqila, wa innahu kunta. Innahu hiyo he ya dhamiri ndio ismu ya inna fi mahalli nasbi, wa innahu, na hiyo kunta jumla hiyo ya kana hiyo na ismu yake, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, hiyo ndiyo itakuwa habari ya hiyo inna. Wa innahu kunta minal ghafilin, kwa hakika ulikuwa hujui kitu. Habari za Yusufu hukuzijua. Wallahi uzuri wa kusoma Waislamu tunamsoma Yusufu leo aliyopita katika mamilioni ya miaka leo tunasoma kama tuliishi na Yusufu. Shafahamu kheri hiyo hiyo neema hiyo Allahu akbar. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, ay wa innal hala wa sha'ana annaka kunta min qabli an nuhi ilaika, kabla hatuja kufunulia wahai. Hadha alquran la minal ghafilina an hadhihi alqissa, ulikuwa hukijui kisa hiki Tayyib, lam takhtur bibalika, hakikupita katika moyo wako. Walam taqra sam'aka,
wala kisa hiki hakikugonga masikio yako, liannaka ummiyun, kwa sababu wewe hukuwa unajua kusoma. Ummiyun, wewe ulikuwa ummi, la taqra wala taktubu, haukuwa unajua kusoma wala haukuwa unajua kuandika. Huo ndio muujiza mmoja katika miujiza ya Bwana Mtume. Mtu ambaye hakupelekwa chuoni amekuja kuibuka kuwa na ilmu ya awwalina wal akhirina. Umefahamu muujiza mkubwa huo? Tayib, maelezo yanaendelea. Idh qala Yusufu, kumbuka aliposema Yusufu alayhi salam liabihi, akimwambia baba yake Yaqubu, ya abati, ewe baba yangu mpendwa, inni, hakika yangu mimi mwanao, raaitu 11 kaukaba, nimeziona nyota 11, wa shamsa, nimeliona pamoja na jua, wal qamara, nimeuona pamoja na mwezi. Vitu vyote hivi raaituhum li sajidin, nimeviona vitu hivi vikinisujudia. Yani katika ndoto anaota Nabii Allah Yusuf, nyota 11 zinamuamkia, mwezi na jua vinamuamkia Nabii Allah Yusuf. Habari hizi anampa baba yake, na kwa wenzetu ilikuwa ndoto ni wahai kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Yusuf anampa taarifa baba yake kutokana na ndoto aliyoiona. Mwandishi wanatuambia, wa min huna, kutoka hapa, bidayatul qissati, ndio mwanzo wa kisa tunachokusudia kukisoma. Ai udhkur, kumbuka Muhammad, uwakumbushe watu wako. Hadha udhkur, kumbuka Muhammad, hina qala Yusufu li abihi Yaqub, ya abi, inni raaitu fil manami, mie nimeona katika usingizi, hadhihi ruya alajiba, nimeiona ndoto hii ya ajabu. Raaitu 11 kaukaba, 11 kaukaba, hiyo kaukaba tamyizi, sawa. Nimeona 11 nini? Kaukaba. Nimeziona nyota mimi 11, nimeziona katika usingizi. Maneno haya Yusuf anamzungumza baba yake. Ai min kawakibi samai, nimeziona nyota katika nyota za mbinguni, kharrati, zimeporomoka, sajidatan, zikifanya sijida li, kuniamkia mimi, washamsa wal qamara, nikaliona jua na mwezi, vote hivyo raaituhum li sajidin, nimeviona hivi vinanisujudia mimi.